Neno la Bwana linatuambia kwamba saa ya kuja Kristo ikaribu na Yesu yupo karibu kurudi. Lakini neno la Mungu linasema nini kuhusu wale ambao hawakupokea mafundisho sahihi ya neno la Mungu? Wale ambao hawakupokea mafundisho sahihi ya neno la Mungu au ambao hawakufundishwa kwa usahihi neno la Mungu, je, watanyakuliwa katika kipindi hiko cha unyakuo? Neno la Mungu limeweka wazi, na Mtume Paulo alimsisitizia Timotheo akisema, na kuagiza mwanangu Timotheo, ukae hapa ukakemea na kukaripia mafundisho yote yasiyo ya Kristo. Kwa hiyo wapo watumishi mbalimbali wa Mungu kote ulimwenguni ambao wamekuwa wakitoa tahadhari kuhusu mafundisho ambayo sio sahihi, mafundisho ambayo sio ya Kristo, mafundisho ya manabii wa uongo, mafundisho ya mitume na walimu wa uongo ambao wanakuwa wakifundisha. Yoyote atakayepata mafundisho hayo manake yanampeleka katika upotevu, manake hata kuwa na nafasi ya kunyakuliwa kwa sababu hakufundishwa sahihi, manake alipitishwa katika njia ya upotevu. Ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo alisema njia inayokwenda potevuni ni pana na wengi wanaiona hiyo, lakini njia nyembamba imesonga na wanaiona ni wachache. Kwa hiyo mafundisho sahihi ya Yesu Kristo ni mojawapo ya chanzo cha wewe kunyakuliwa. Kwa hiyo mtu yote ambaye hatapata injili sahihi ya Yesu Kristo na maagizo sahihi ya Yesu Kristo na mafundisho sahihi ya Yesu Kristo hata kuwa miongoni mwa watu ambao watanyakuliwa, kwa sababu hayo mafundisho ya uongo yamekwisha kumpoteza, yameshakisha kumtoa kwenye reli ya kunyakuliwa. Maana Roho Mtakatifu anasimamia katika utakatifu, na mafundisho sahihi ya Yesu Kristo yamelenga utakatifu na kuziokoa nafsi za watu. Mtu yote ambaye atapokea mafundisho potofu ambayo hata ijenga imani yake, hayataiokoa nafsi yake kutoka katika dhambi kuingia katika utakatifu, huyo hatakuwa miongoni mwa ambao watanyakuliwa. Lazima uwe na mafundisho na injili ambayo inakurudisha kwenye utakatifu na toba ili wewe unyakuliwe. Yapo mafundisho mengi potofu sana yaliyoenea duniani kote. Injili potofu inayopoteza watu, inayolenga kuharibu maisha ya watu, injili iliyojaa uchonganishi, injili ambayo haikemei dhambi, injili ambayo haiwaambii watu kweli ya neno la Mungu. Hiyo injili itafanya watu wengi sana wabaki na waachwe katika unyakuo, kwa sababu injili hiyo haiwaleti watu katika utakatifu, bali inawapoteza watu katika utakatifu. Lakini neno la Mungu limetuambia na limeweka wazi kwamba katika kuenenda kwetu tuhubiri tukiambia watu ufalme wa Mungu umekaribia, na katika kuenenda kwetu mataifa watahubiriwa kwa habari ya toba na ondoleo la dhambi. Kwa hiyo injili ni lazima ikurudishe katika utakatifu, ni lazima ikurudishe katika wokovu ili kuandae wewe kwenda mbinguni. Injili yoyote ya Mungu, neno lolote la Mungu linapohubiriwa linamwandaa mtu kwa ajili ya kwenda mbinguni. Licha kwamba kubarikiwa hapa duniani, pia lengo kuu ni kukuandaa wewe kwenda mbinguni. Ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo akasema, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba lengo la kwanza kabisa la sisi kutafuta ufalme wa Mungu ni kwenda mbinguni, sio vinginevyo. Hayo mengine ni ziada baada ya kufanya vyema katika kumtafuta Mungu. Ni lazima kwanza tutambue kwamba hizi ni nyakati ambazo lazima tutafute mafundisho sahihi ya Yesu Kristo ambayo yatatusogeza karibu na Mungu, yatatufanya tuwe watakatifu, ili tutakaponyakuliwa tuwe miongoni mwa watu tutakaomlaki Bwana Yesu Kristo mbinguni, kwa sababu neno la Mungu ndio kweli. Maana mtaifahamu kweli, neno kweli itakuweka huru. Kweli ni neno la Mungu ambalo halijagushiwa, ambalo ndani yake halijachakachuliwa. Kwa hiyo manabii wa uongo na mitume wa uongo na mafundisho ya uongo potofu yamezagaa duniani, yakiwatoa watu kwenye kweli ya neno la Mungu, yakiwatoa watu kwenye kweli ya Mungu, ili watu wasisadiki kwa habari ya Yesu Kristo. Na kanisa lolote au na mtu yote ambaye haamini kwamba Yesu ni Mungu, ambaye haamini uungu wa Yesu, huyo naye ni miongoni mwa watu ambao hawatanyakuliwa. Ili unyakuliwe ni lazima uamini uungu wa Yesu, ni lazima uamini Yesu Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ili awe Mwokozi lazima awe Mungu, ili akuokoe wewe katika dhambi zako. Kwa hiyo kanisa lolote, dhehebu lolote, dini yoyote, mtu yoyote, kiumbe chochote kisichomwamini Yesu Kristo kuwa ni Mungu na Bwana na Mwokozi wa maisha yake, hicho hakitakuwa miongoni au hatakuwa miongoni mwa watu watakaonyakuliwa wala watakaourithi ufalme wa Mungu. Ni lazima muamini Yesu Kristo, ni lazima uamini uungu wa Yesu Kristo. Leo hii ninaitangazia dunia na wewe unayenisikiliza kwamba huu ni wakati wa wewe
kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili uwe miongoni mwa watu watakaonyakuliwa.